Naam, mtazamaji, karibu katika kipindi chetu cha Tukutane Majimboni. Leo tupo katika jimbo la Mbeya Vijijini. Jimbo la Mbeya Vijijini linaongozwa na mbunge Mheshimiwa Oran Manase Njeza. Mpaka sasa ni mwaka wa 10 sasa anautimiza, lakini pia ni mmoja kati ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi ambao wanatajwa kwamba wakati ukifika, yani kuanzia tarehe 28 mwezi huu wa 6 mwaka 2025, naye atakuwa miongoni mwa wanachama wa CCM watakaochukua fomu ya kuwania ubunge. Lakini kabla hatujaenda huko, tukumbuke Chama cha Mapinduzi hivi karibuni kimetoa utaratibu kwamba viongozi wale ambao wanahitaji kuwania nafasi za ubunge pamoja na udiwani, ambao wapo katika nafasi za maamuzi ama mapendekezo, wanapaswa kuondoka. Ndivyo hivyo imefanyika katika jimbo la Mbeya Vijijini ama wilaya ya Mbeya Vijijini kwa Chama cha Mapinduzi, ambapo kigogo mmoja wa kamati ya siasa amejiondoa, amepisha vikao ili viwe huru, na yeye anaenda kugombea nafasi mojawapo kati ya udiwani ama ubunge. Utajiuliza, ni kigogo gani huyo? Huyu si mwingine, lake jina ni Festo Mbilike. Festo Mbilike ni mjumbe wa kamati ya siasa ya wilaya ya Mbeya Vijijini, lakini anaingia katika nafasi hiyo kwa sababu yeye ndiye mwenyekiti wa jumuiya ya vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM katika jimbo ama wilaya ya Mbeya Vijijini. Sasa tuwaone, na Festo anatajwa kwamba anaenda kugombea nafasi ya udiwani katika kata ya Nsalala Mbalizi. Ni eneo Mbalizi, ni eneo ama ndio makao makuu ya siasa za Mbeya Vijijini yako hapo, lakini kata hiyo ya Nsalala ni kata inayoongozwa pia na Chama cha Mapinduzi. Kabla hatujaenda kuyafahamu majina 13 ya watu waliojitokeza ama kutajwa kwamba watachukua nafasi ama fomu ya ubunge katika jimbo la Mbeya Vijijini, tuitazame kidogo hii kata ya Nsalala. Na mpaka sasa kata ya Nsalala inatajwa watu 7, wanachama 7 wa Chama cha Mapinduzi kwamba watajitokeza kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya udiwani katika kata hiyo ya Nsalala. Kwa sasa kama nilivyokuambia kwamba inaongozwa na Chama cha Mapinduzi, lakini diwani wake anaitwa Ferdinand Mnyota, ambaye pia anatajwa kwamba atawania nafasi hiyo ya udiwani tena kwa awamu nyingine. Na wa pili ni Festo Mbilike. Festo Mbilike ndiye huyu nimekwambia kwamba ni mjumbe wa kamati ya siasa, na sasa tayari ameandika barua ya kupisha vikao ili mambo ya kujadili wanaohitaji nafasi kadhaa waendelee watu wengine ambao hawagombei. Namba 3 ni Petro Mwashusa. Petro Mwashusa pia anatajwa kwamba ataenda katika kata ya Nsalala. Na 4 ni Joseph ambaye ni mwenyekiti wa kitongoji cha Ndola katika mji mdogo wa Mbalizi. Lakini wa 5 ni Kevin Machango, na wa 6 ni Malema. Huyu Malema inaonyesha kwamba yuko makao makuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, na yeye anatajwa kwamba huenda akawa ni mmoja wapo wa kwenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya udiwani katika kata ya Nsalala. Namba 7 ni Michael Ngaria. Huyu Michael Ngaria ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi katika kata hiyo ya Nsalala, lakini naye pia anatajwa kwamba wataenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya udiwani katika kata hiyo ya Nsalala. Na kata ya Nsalala, kata ya mjini, kama unavyojua kata nyingi za mjini ni maeneo ambayo sio makubwa. Kwa hiyo hata kutembelea wajumbe, kutembelea wananchi, nadhani pia haiwawi vigumu sana kama kata zingine. Kwa mfano Mbeya Vijijini ipo kata ya Iwindi ambayo ni kata kubwa kweli kweli. Diwani wa eneo hilo na viongozi wengine nadhani wanapata tabu kwa namna moja ama nyingine kwa sababu ya ukubwa wake. Ni kata kubwa kweli kweli. Baada ya kuwaona hao wagombea wa udiwani katika kata ya Nsalala, tuangalie moja kwa moja sasa majina 13 yanayotajwa kwamba wataenda kuchukua nafasi ya ama kuchukua fomu ya kuwania ubunge. Ni akina nani? Ni hawa wafuatao. Mtu wa kwanza anayetajwa ni Oran Manase Njeza ambaye ni mbunge
wa jimbo hilo mpaka sasa na amehudumu kwa miaka 10 sasa. Na wa pili anayetajwa ni Mwalimu Boniface Mwalwego. Mwalimu Boniface Mwalwego. Boniface Mwalwego pia anatajwa kwamba itakapofika wakati ataenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi ya ubunge katika jimbo la Mbeya Vijijini kupitia Chama cha Mapinduzi. Wa tatu ni Kedron Mbwilo. Kedron Mbwilo pia anatajwa. Na wa nne ni Julius Ndeje. Julius Ndeje pia anatajwa kwamba itakapofika wakati ni mmoja kati ya watu ambao wapo katika midomo ya siasa za Mbeya Vijijini, ambaye pia anatajwa kwamba ataenda kuchukua nafasi ya ama kuchukua fomu ya kuwania ubunge katika jimbo la Mbeya Vijijini. Namba 5 anatajwa Shida Patali. Shida Patali ni mmoja kati ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi wanaotajwa sana katika jimbo la Mbeya Vijijini, kwamba pia ni mmoja wapo kati ya watu ambao wataenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi hiyo ya ubunge, lakini kupitia kwanza chama chake katika michakato ya ndani kisha kupeperusha bendera. Lakini namba 6 ni Dickson Sinkwembe. Dickson Sinkwembe ni mmoja pia ya watu wanaotajwa kwamba itakapofika wakati naye atajitosa ulingoni kwenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi hiyo ya ubunge jimbo la Mbeya Vijijini. Namba 7 huyu si mwingine ni Ali Shayo. Ali Shayo. Ali Shayo anatajwa kwamba ni mmoja kati ya wanachama wa CCM watakaochukua fomu ya kutaka ubunge wa jimbo la Mbeya Vijijini. Na namba 8 ni ndugu Samuel Mwalwiji. Samuel Mwalwiji anatajwa, Samuel Mwalwiji, kwamba ni mmoja pia kati ya watu watakaochukua fomu ya kuwania nafasi hiyo ya ubunge. Namba 9 huyu ni Anthony Mwaselela. Anthony Mwaselela ni moja kati ya wajumbe pia wa kamati ya siasa ya mkoa wa Mbeya, ambaye hivi karibuni naonyesha ameandika barua na kupisha pia vikao ili akawania nafasi ya ubunge katika jimbo la Mbeya Vijijini. Na mwingine lake jina ni Japhet Mwalingo. Japhet Mwalingo anatajwa kwamba ni mmoja kati ya watu ambao pia wataweza kuchukua nafasi ama fomu ya kuwania nafasi ya ubunge kupitia Chama cha Mapinduzi. Huyu ni Japhet Mwalingo. Lakini namba 11 ni ndugu Isambi Shiwa. Isambi Shiwa. Isambi Shiwa ni mmoja pia kati ya watu wanaotajwa kupitia Chama cha Mapinduzi kwenda kuchukua fomu ya kuwania ubunge. Na mwingine ni John Stima. John Stima Hepa. Yeye pia anatajwa katika uga wa siasa za Chama cha Mapinduzi katika jimbo la Mbeya Vijijini, kwamba ikifika wakati John Stima naye ataenda kuchukua fomu ya kuwania nafasi hiyo ya ubunge. Na mwingine si ambaye yupo katika midomo ya watu kupitia Chama cha Mapinduzi anaitwa Zabloni Mwaliasi. Zabloni Mwaliasi. Huyu ni maarufu kwa jina la Mwene Mwaliasi. Wengi wanamfahamu hivyo. Pia anatajwa kwamba atachukua fomu ya kuwania nafasi hiyo ya ubunge. Hawa ni watu 13 ambao nimekuletea na kukutajia kwamba wanatajwa kuwania nafasi ya ubunge katika jimbo la Mbeya Vijijini. Kwa muhtasari, kabla tujaenda kumaliza, ni kukumbushe tena majina yao. Yupo Orani Manase Njeza, Kedron Mbwilo, Julius Ndeje, Shida Patali, Dickson Sinkwembe, Ali Sheyo, Samuel Mwalwiji, Anthony Mwaselela, Japhet Mwalingo, Isambi Shiwa, John Stima, Mwalimu Boniface Mwalwego pamoja na Zabloni Mwaliasi. Haya ni majina 13 ambayo yamechomoza mpaka kufikia siku hii ya leo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2025. Ikumbukwe Chama cha Mapinduzi kitaanza kutoa fomu za watiania hao tarehe 28 mwezi wa 6, na tarehe 27 usisahau kwamba bunge
la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pale Dodoma litavunjwa rasmi ama kuhitimishwa rasmi. Mtazamaji, naomba nikukumbushe tu vitu viwili vifuatavyo. Jambo la kwanza, hawa wote na wengine watakaojitokeza watakapochukua fomu, si kwamba utaratibu utatumika ule ule wa zamani, kwamba ilikuwa watu wakichukua fomu wanaenda wote kujinadi mbele ya wajumbe. Sema tena wajumbe. Naam, kwa saizi hawa wote watachukua fomu, watazirejesha kwa katibu wa wilaya, kisha vikao vitaanza kufanya mapendekezo, na hatimaye baada ya mapendekezo ya vikao vingine vyote yatarudi majina matatu. Majina matatu yote, hayo majina matatu ndio atakayorejeshwa kwenda kupigiwa kura na wajumbe. Naam, nakukumbusha wajumbe, ndio. Nadhani wote tunafahamu wajumbe wanafanya mambo gani. Na baada ya kufanya mambo hayo ama wajumbe kupiga kura, ndipo atakapotokea mmoja wapo ambaye atashika bendera ya Chama cha Mapinduzi kuipeperusha kwa ajili ya kuwania nafasi ya ubunge. Jambo la pili ambalo nimeona kwamba nikukumbushe pia, na nadhani unafahamu, mwaka huu 2025 Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hakitashiriki uchaguzi kutokana na kugomea kwenda kusaini kanuni za uchaguzi na serikali kutangaza kwamba chama hicho hakitashiriki. Na iko wazi, hiki ndicho chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania, na watu wengi walitarajia kwamba ushindani ungetoka katika chama hicho cha Chadema, lakini mambo ndo kama hivyo. Kwa hiyo nini kitakachotokea? Kitakachotokea ni kwamba mtu yoyote atakayeshinda kwenye kura za maoni ndani ya Chama cha Mapinduzi, kimsingi huyo ndiye atakayekuwa mbunge, kwa sababu hakuna kwa sasa siasa zimepoa kwa namna moja ama nyingine. Mtazamaji, katika haya majina 13, unadhani ni majina gani ambayo yanaweza kurudi? Tafadhali, unayo nafasi ya kutoa maoni yako katika comment selection, na usiache kulike, kusubscribe, lakini pia kutoa maoni yako kwa Kiingereza tunaita kucomment. Karibu kwa maoni yako, na langu jina ni Gordon Kalulunga Mwaipungu. Karibu.